Katika hatua ya kihistoria kufuatia wiki za mashambulizi makali kati ya Iran na Israel, sasa pande zote mbili zimethibitisha kukubaliana na pendekezo la usitishaji mapigano ambalo lilitolewa na Rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni baada ya mfululizo wa matukio ya kushtua ulimwengu yakiwemo mashambulizi ya makombora, uvamizi wa anga na vifo vya raia na maofisa waandamizi na hali ya taharuki ya kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa wa kwanza kutangaza kupitia mtandao wake wa Truth Social kuwa usitishaji mapigano umeanza kutekelezwa. Aliandika, usitishaji mapigano sasa umeanza kutekelezwa. Tafadhali msikiuke makubaliano haya. Ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu muda wala masharti, Trump alisisitiza kuwa hatua hiyo imefikiwa baada ya mashauriano ya karibu na viongozi wa mataifa husika kwa lengo la kurejesha utulivu Mashariki ya Kati. Serikali ya Israel kupitia ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilitoa tamko rasmi muda mfupi baadaye ikieleza kuwa imekubali pendekezo hilo kwa kuwa imefikia malengo yote ya operation ya Rising Lion na zaidi. Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa Waziri Mkuu alikutana na baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi, mkuu wa jeshi na mkuu wa Mossad kutoa tathmini ya operation. Kwa mujibu wa Israel, jeshi lake limepata udhibiti kamili wa anga la Teherani, kuharibu makao makuu ya kijeshi na kisiasa ya Irani, kumuua mwanasayansi mwingine mwandamizi wa nyuklia na kuwaangamiza mamia ya wanachama wa Basji, kikosi cha ulinzi cha ndani kilichotumiwa kwa ukandamizaji wa raia. Israel ilisisitiza kuwa ushindi wake si wa mashaka. Ilisema imeondoa tishio la mara mbili dhidi ya mataifa, lakini pia lile la nyuklia na makombora ya masafa marefu kutoka Irani. Kutokana na mafanikio hayo na kwa kuwa mashauriano kamili na Rais Trump, Israel imekubali kusitisha mashambulizi, lakini ikaonya kuwa itajibu kwa nguvu kwa ukiukwaji wowote wa makubaliano. Serikali hiyo pia ilitoa shukrani maalum kwa Rais Trump na Marekani kwa msaada wa kijeshi na kijasusi katika operesheni hiyo ya kihistoria. Iran kwa upande wake ilitoa tamko lake kupitia televisheni ya taifa na baadaye kupitia shirika la habari la IRNA ikithibitisha kukubali usitishaji mapigano, lakini kwa masharti. Tofauti na Israel, Irani haikukiri kushindwa wala kuthibitisha uharibifu mkubwa uliotajwa na Israel. Msemaji wa serikali alisema kuwa Irani imekubali pendekezo hilo la Marekani kwa misingi ya kibinadamu na kwa ajili ya usalama wa raia wake, hasa baada ya mashambulizi ya Israel kwenye maeneo ya makazi kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Irani alisisitiza kuwa Irani haioni usitishaji huu kama mwisho wa mapambano, bali kama hatua ya muda kwa maslahi ya kitaifa. Alisema mapambano ya Irani dhidi ya ukandamizaji wa Israel haiwezi kumalizika kwa risasi chache. Mapambano yataendelea kisiasa, kiuchumi na kiitikadi. Kauli hii inaashiria kuwa bado kuna tofauti kubwa ya mitazamo kuhusu hali halisi ya uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Makubaliano haya yalifikiwa saa chache tu baada ya makombora ya Irani kulenga jengo la makazi mjini Beersheba kusini mwa Israel na kuua watu 4 akiwemo mtoto. Tukio hili lilisababisha ghadhabu kubwa kutoka kwa jamii za Israel, huku nchi nyingi na mashirika ya kimataifa yakitoa wito wa kusitisha mapigano mara moja. Tukio hilo ndilo linatajwa kuwa kichocheo kikuu cha hatua ya haraka ya kidiplomasia ya Rais Trump. Wachambuzi wa kimataifa wanatazama makubaliano haya kama fursa ya muda ya kupunguza joto la vita, lakini siyo suluhisho la kudumu. Wengine wanahoji kuwa msingi wa mzozo, uhasama wa kihistoria, mpango wa nyuklia wa Irani na mgogoro wa Palestina haujaguswa hata kidogo. Waziri Mkuu wa Uturuki alieleza kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa silaha, bali kwa kutatua kiini cha migogoro ya kikanda. Kwa sasa dunia inashuhudia kipindi cha kutazama na kusubiri ikiwa kweli usitishaji huu wa mapigano utadumu au ni kama sehemu ya mkakati wa muda wa kijeshi na kisiasa. Wakati huo matumaini ya watu wa Mashariki ya Kati kwa amani ya kudumu yanabaki kuwa ndoto inayosubiri ujasiri wa viongozi wa kisiasa wa kizazi kipya. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi
Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.